mtakuwa watakatifu, na ndivyo ilivyoandikwa. Biblia inasema mtakuwa watakatifu kama mimi niliyewaita ninyi nilivyo mtakatifu. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tutakuwa watakatifu kama yeye aliyetuita sisi alivyo mtakatifu. Sasa ni nini? Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Vijana wenzangu, haleluya. Amen. Andika ya kwanza, utakatifu ni nini? Utakatifu ni nini? Utakatifu ni kujitenga na dhambi na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Utakatifu ni kujitenga na dhambi na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Ni kujitenga na dhambi, kujiweka mbali na dhambi, kuifanya dhambi si rafiki yako, kufanya dhambi si kitu cha kuambatana nacho, na kujitoa sasa kikamilifu kwa Mungu wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbili, ni hali ya kuwa mali ya Mungu na kuonesha tabia na matendo yake katika maisha yako. Ni hali ya kuwa mali ya Mungu, unamilikiwa na Mungu, unatawaliwa na Mungu. Ni hali ya kuwa mali ya Mungu na kuonesha tabia na matendo yake katika maisha yako. Kwa tunaposema utakatifu, utakatifu ni nini? Utakatifu ni hali ya kuwa mali ya Mungu, ni kujikabidhi kwa Mungu. Mungu nitawale. Mungu mimi ni wako. Mungu sina mwingine namfuata isipokuwa ni wewe. Nisingine pande zote. Nisaidie katika hili kujitoa kuwa mali ya nani? Ya Mungu. Lakini si hiyo tu. Katika hiyo hali ya kujitoa tunapaswa kuonesha tabia na matendo yake. Kwa nafundisha hapa wiki iliyopita, kanisa la kwanza, kwa sababu ya Injili, kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu, walifika eneo moja wanahubiri Injili, na watu wa eneo lile wakawaita ninyi wa Kristo. Biblia inasema ndipo ilipotokea neno wa Kristo, ambayo ilikuwa ina maana ya watu wa Kristo. Yes. Watumishi wa Kristo, wafuasi wa Kristo, wanafunzi wa Kristo. Kwa nini waliwaita hivyo? Kwa sababu waliona kile walichokuwa wanakifanya kinafanana na yale Kristo aliyoyafanya akiwa duniani. Sema haleluya.